Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Ndoo. Kutoa majibu kwa vitendo. Mtu anakushangaa sana kwa sababu kila husda anayoifanya kwako anahisi haikupati. Leo utafanya jambo zuri sana. Wakati wa jioni au giza linapoingia, sala yako au maombi yatakuwa ni muhimu. Kufanyiwa mahojiano na kituo kikubwa cha habari. Kukubaliana na maamuzi ya mtu. Utalihangaikia jambo au tatizo la muda mrefu. Kuona mazungumzo ya mahaba na mpendwa wako. Kusuruhisha au kusuruhishwa kwenye mgogoro. Kuhisi mtu anahitaji nafasi yako. Kupata ugumu wa kumaliza jambo. Kusitisha safari au kitu kisifanyike. Nyota ya Mapacha. Kumpa mtu nasaha atakayokuelewa. Kukata tamaa kwa kukosa kitu fulani. Kuhisi kuna mengi unafichwa yanayohusu familia. Baada ya kujua jambo, mtu ataonesha hali ya kukupuuza na utachukizwa na hilo. Utafurahia kuona wazo lako limefanyiwa kazi. Kufanyiwa uboreshaji wa kitu. Kuahidiwa jambo zuri. Kusisimka baada ya kuona kitu. Nyota ya Mizani. Kubuni mtindo mpya wa mavazi. Kuhisi mtu anafurahia kuonapo. Mtu kuugulia maumivu. Kuhisi kitu kizito kifuani mwako. Kuichoka hali ya kuhusudiwa kwa kila unalolifanya. Unahisi mtu anakuchunguza pia. Kuhisi hali ya kuchokana na mtu. Kupinga jambo kuwa hujalifanya au uhusiki. Nyota ya Punda. Kufurahia unapopata watu ambao mnachangamkiana kila mkikutana. Mtu anahofia kukupoteza. Utafanya mengi ya kumuudhi mtu. Ila kuna muda utajirudi kwake vizuri. Utaandaa zawadi kwa ajili ya mtu. Kufungua akaunti mpya. Kuhisi umeharibu kitu baada ya hasira zako na vitu ulivyovifanya. Utawakuta watu sehemu wapo kimya sana. Nyota ya Mshale. Kumchunguza mtu sana mpaka atajua. Kupoteza pesa. Kupata hali ya muwasho wa ngozi. Utajiona kuwa umepungua sana. Mtu kukuaga kuwa ataenda sehemu ya mbali. Kuongeleka kwa jambo la aibu kwa familia. Kuhisi ulimponza mtu kwenye majaribu. Mtu anasita kukuambia jambo. Nyota ya Simba. Kuichukia ndoto uliyoiota. Kuhisi kuchomwa na kitu bila kukiona kwa haraka. Utapatiwa ujumbe asubuhi ya leo. Kuhisi maumivu ya taya. Mtu kupata majeraha au tatizo kwa ubishi wake. Nyota ya Kaa. Tahadhari kwa jambo utakalolifanya kwa kukurupuka au kwa mihemko. Linaweza kuwa na hasara. Utapoteza au kuibiwa pesa. Kuhisi kitu kitajirudia kwa mtu. Kulala ukiwa mwenye mawazo sana. Kuhitaji kulipwa au kumlipa mtu. Kuandaa kitu kwa muda mrefu kitakachokubalika na wengi. Hasara ulioipata itakufunza. Utatarajia mazuri kwa wakati unaokuja. Utaacha kulazimisha upendo kwa mtu na kuishi kwa mazoea ambayo hamtovunjiana heshima. Nyota ya Nge. Kuhisi mtu anajiweka mbali na wewe. Kuhisi unapata ishara ya jambo linalokupa wasiwasi. Kumuona mnyama mwenye hasira. Kuna jambo unalolikosea. Unapatiwa taarifa nyingi ndotoni. Utashindwa kujigawa katika mambo mawili. Utatoa elimu inayohusu usafi, afya na mazingira. Kupata mfadhaiko. Kupokea pesa baada ya kuwa na mawazo sana. Kuna namna ya utatuzi utakaoupata. Nyota ya Samaki. Mara nyingi unakuwa mwenye mashaka. Kutotaka kusemeshwa ukiwa umekasirika. Mtu anapunguza kero anazokufanyia. Kufanya kitu kwa akiba ya baadaye. Utapokea taarifa ya mtu. Nyota ya Mbuzi. Kupata hali ya kichomi hasa kwenye tumbo. Kutuma ujumbe kimakosa. Kusifia huduma fulani. Kurekebisha kauli ya mtu baada ya kuona amekosea. Utamjibu mtu kwa nia nzuri japokuwa ni mwenye hila sana. Hali ya kumpuuza mtu itamuumiza zaidi. Nyota ya Mashuke. Kuingiwa na hofu.
Kuna hali ya kutojiamini unaweza kuwa nayo. Kukumbukia matukio uliyowahi kupitia. Kuna jambo litagundulika hivi karibuni. Kupata hasara pia, unaweza kupoteza kitu muhimu. Mtu anakuzunguka bila wewe kujua. Unaweza kupata shida kupitia yeye. Mtu anazidi kupoteza uaminifu kwako. Kumchangia mtu damu. Kupotezea jambo linalokuumiza moyoni. Kuhisi upweke na hali ya kutofanyiwa sawa. Ngozi yako kujikunja sana. Kutamani umlaumu mtu, hasira zako ziishe. Utahitaji kutulia sana ili akili yako ikae sawa. Kwa baadhi yenu kuna fursa au wakati mzuri utaupata. Nyota ya ng'ombe. Kuona picha za mamba au kuwaota. Inakujulisha utapata hali ya maumivu ya mgongo na kiuno. Pia adui yako anakufuatilia. Kuhisi hujasikia vizuri neno aliloliongea mtu. Kukaa kwa makundi kujadiliana kitu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.